Naam, mtazamaji, karibu kwenye kipindi cha maswali magumu. Ni mwendelezo wa kipindi hiki ambapo tunakuwa tunapata nafasi ya kualika watu mbalimbali ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu, na mara kwa mara tunakuwa tunazungumza nao kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea katika taifa la Tanzania. Na moja kwa moja kwa siku leo kama kawaida, Asumani Mwesongo Mwanamajumui amepata nafasi ya kuweza kututembelea hapa ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu, na tutajaribu kuzungumza maswali mbalimbali ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Asumani Mwesongo, karibu sana ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, toka kipindi tumeachana mpaka leo, hali ikoje na unaendeleaje na majukumu? Tunashukuru Mungu, mambo ni shwari, hamna shari. Shwari, hamna shari. Naam, ni Asumani Mwesongo huyo Mwanamajumui, tumeungana naye kwa siku leo ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu ili kuweza kuyazungumza yale yote ambayo tumeweza kuiandaa kwa siku hii ya leo. Tujaribu kuangalia masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Siku ya jana tunaona kwamba kesi ambayo inamhusu mwenyekiti wa chama cha Chadema ndugu Tundu Lissu iliendelea katika mahakama kuu pale Posta jijini Dar es Salaam, na tumeweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo viongozi mbalimbali wa Chadema walifika katika mahakama kwa ajili ya kusikiliza kesi ambayo inaendelea, lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo vilitokea pale, na moja kati ya kitu ambacho kilichukua kilishika vichwa vya habari ni kuhusiana na dada yake Lissu kuzungumza kwamba wanahitaji hayo maridhiano ili kaka yake aweze kuachiwa huru. Wewe ukiwa kama Mwanamajumui, unafikiri dada yake Lissu kuzungumza hivi, unafikiri hii inatoa taswira gani hasa katika ulingo wa kisiasa? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Ndio. Kama ulivyozungumza kwamba mwendelezo wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu iliendelea hapo jana, na tuliona mengi yaliyokuwa yameongelewa, lakini tulimsikia dada yake na Tundu Lissu akizungumza aliyoyazungumza kwamba wanahitaji maridhiano ili ndugu yao na mambo mengine yaweze kuendelea, aweze kurudi uraiani, na maridhiano ambayo yalikuwa yameahidiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan yaweze kuendelea. Nafikiri ni hatua nzuri ambayo wameifikiria, na washauri kama familia waangalie namna gani ya kushauriana ili wazungumze na ndugu yao kuweza kufanya hata plea bargaining ili mambo yaweze kuendelea na ndugu yao waweze kurudi uraiani. Na plea bargaining ni kitu cha kawaida ambacho msingi wake au shauri lake liliongezwa katika sheria za makosa ya jinai nafikiri 2019 ndo muswada wake, nafikiri na muswada namba 4 ulipendekezwa na nafikiri baada hapo toka 2019 ni swala ambalo linaendelea mpaka sasa. Plea bargaining ni utaratibu wa mshtakiwa au wakili wake kuweza kukubali kukiri kosa au kukubali kutoa taarifa za upatikanaji wa taarifa wa kesi ya jinai inayomkabili mtuhumiwa, ili aweze kupata unafuu wa kesi alionayo, na pia kupelekea kufutiwa baadhi ya mashtaka au ikiwa si yote, na urahisi wa mambo mengine yanakuja baada ya kukubaliana kwenye plea bargaining.
Kwa hiyo plea bargaining ni kitu kizuri tu ambacho kipo tangu 2019. Ndio. Akishakubaliana kati ya muendesha mashtaka ya kesi za jinai na mshtakiwa, basi mambo mengine yanaweza yakawa vizuri. Kwa hiyo wakifuata utaratibu kwa DPP, hayo mengine yanawezekana. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kama kwa familia ya Tundu Lissu, kuanzia dada yake, kaka yake na watu wengine, wanaweza wakatumia elimu hiyo ili kuweza kupata unafuu na ndugu yao akaweza kuwa uraiani, kwa sababu naamini dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan si kuwakwamisha wanasiasa. Ikiwa watu tu walioleta vurugu Oktoba 19 amewasamehe, iweje huyu asisamehewe wakati yeye kama alikuwa na nia tu ovu, lakini hakufanikiwa kuifanya nia yake, kwa sababu alikuwa gerezani hata wakati wa watu ambao walikuwa wanajaribu kufanya uhaini, yeye yuko gerezani. Kwa hiyo hakuwahi kufanya hata kama alikuwa na dhamira hiyo. Kwa hiyo room nafikiri bado iko wazi ya yeye kutumia mwanya huo ili aweze kurudi uraiani. Na kwa siku ya jana tumeona kwamba dada Lissu amenukuliwa akisema kwamba Tundu Lissu amewekwa ndani bila kosa. Unafikiri hii ikoje? Actually ukifuatilia mtiririko wa tangu siku amekamatwa akiwa kwenye kampeni za no reform no election, utaona ni jinsi gani walikuwa wamedhamiria kuivunja katiba ya Tanzania, huku akikiri au akitamka namna gani wamedhamiria kufanya uhaini katika taifa. Kwa sababu serikali pia ina dhamana ya kusimamia katiba na kuhakikisha nchi inakuwa katika mstari mzuri wa utulivu. Kwa kupitia vyombo vyake vya sheria walitazama swala hilo na wakaona kwamba uelekeo huu unaweza ukaleta shida na taharuki. Wakaona sasa ni wakati wao kutazama na kumchunguza huyu mtu, haya anayoyafanya na anayoyasema yana ukweli gani. Kwa hiyo vyombo vya dola na vyombo vya upelelezi vilipoanza kumfuatilia na kugundua yale ambayo waliyagundua, nafikiri kilichompelekea kuwekwa ndani. Kwa hiyo mtu anapotokea kwamba anazungumza kwamba huyu mtu amewekwa ndani bila ya kosa, bila ya sababu maalum, wakati kila kitu kiko wazi, na sasa hivi tuko katika ulingo wa science na teknolojia, wakati anaongea vyote vimerekodiwa na kila mtu anajua, na maneno mabaya aliyokuwa akiyazungumza yako dhahiri shahiri. Huwezi kuzungumza kwamba huyu mtu amewekwa ndani bila ya kosa au sababu ya maana. Kwa hiyo nafikiri si vizuri kuwa mpotoshaji, haswa kwa mtu kama yule ambaye anajinasibisha na uchungaji, kupotosha vitu ambavyo vinaonekana vya kweli. Kukiri ukweli si kushindwa. Ndio. Na bali inaonekana ni dalili ya uthubutu na uwezo wa mtu kwamba wewe ni uko powerful kiasi gani. Na tukiendelea hapo dada yake Lissu kwa siku ya jana alinukuliwa akisema kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ataki maridhiano. Sasa unafikiri labda kati ya Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Tundu Lissu, nani ambaye hapa hahitaji hayo maridhiano? Si kweli kwamba dada yake Tundu Lissu aliyozungumza kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan hataki maridhiano, wakati yeye ndio muasisi wa maridhiano, na alianza hiyo kabla ya uchaguzi, na hata wakati anaapishwa alizungumza kwamba maridhiano yapo na yanaendelea. Tuna mara kadhaa hata kabla ya uchaguzi tuliona Tundu Antipas Lissu hata sababu ya kujiondoa au
kuto kukipeleka chama chake kusaini ya zile sheria za Tume Huru ya Uchaguzi ni kwa sababu ya kukataa kuridhia yale ambayo walikubaliana kati ya vyama vya siasa na serikali kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo muasisi wa kwanza kabisa wa kukataa maridhiano, ni ukifuatilia mtiririko, ni Tundu Lissu, ambaye alipoingia yeye kwenye uwenyekiti, basi maridhiano yote yaliyofanyika huko nyuma ya Chadema yeye aliyacancel na akacancel chama chake kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunaona mtu ambaye hataki maridhiano si muasisi wa maridhiano. Muasisi wa maridhiano ni Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye aliasisi kabla ya uchaguzi. Hata baada ya uchaguzi pia aliendelea kuhubiri neno maridhiano. Kwa hiyo ukweli uliokuwepo, tusiwe wapotoshaji. Ukiwa mpotoshaji kwenye ukweli, werevu waga wanakutazama na kukuona kama mtu ambaye usiye na maana, na watu wa maana wanaweza wakakuwa wanakupuuza hata ukiwa unazungumza masuala ya msingi. Kwa nafikiri huu ni wakati wa watu wenye akili timamu kuto kuyumbishwa. Kwenye maji watu wazungumze maji, kwenye mchanga wazungumze mchanga, kwenye kiza waseme watu hiki kiza, sio hiki kiza wewe unawaambia watu huu ni mwanga. Hii si tabia nzuri kwa watu ambao wanaaminiwa na wanafikiriwa kwamba waje kuwa viongozi wakubwa wa nchi. Na mtazamaji, moja kwa moja ni Asmani Mwesongo, mwana majumui, tuko naye hapa ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu, na tuko naye hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania, na umeweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo anajaribu kuelezea pamoja na kuchambua kile ambacho kinachoendelea. Na hapa nijaribu kuangalia kesi ya Lissu pamoja na viongozi mbalimbali wa Chadema, kile ambacho walikizungumza kwenye kesi ambayo inaendelea, inamhusu mwenyekiti wa chama cha Chadema hapa nchini Tanzania. Heche kwa siku ya jana pia katika kesi ya Lissu amenukuliwa akisema kwamba kesi ya Lissu haina kichwa wala mguu. Nafikiri haya ni maneno stahiki kuyazungumza kwenye uwanja wa mahakama. Kama nilivyozungumza kwamba sasa hivi Heche anajaribu kutumia fursa hii ambayo mwenyekiti wake yuko ndani kujipambanua sasa na yeye aweze kujulikana pakubwa ili apate manufaa yake, na amejitengeneza kuwa mtu wa siasa za upotoshaji. Mara kadhaa amekuwa mpotoshaji wa mambo, akiona ukweli uko hivi yeye anapotosha na kupindisha mambo ili aweze kupata manufaa aidha ya kisiasa au ambayo yeye mwenyewe anayatarajia. Kwa ambavyo kesi ilivyo, huwezi kuzungumza kauli kama hiyo kwamba kesi haina kichwa wala miguu, wakati kesi ni kubwa na ni kesi mbaya kabisa ya uhaini, na mambo yako wazi kama tulivyosema. Sasa hivi tuko katika ulingo wa science na teknolojia, na vitu vyote ambavyo amevizungumza viko dhahiri shahiri na viko wazi. Kwa hiyo nafikiri kama kweli Bwana Heche anataka kuwa kiongozi mwandamizi na mkweli, ili kila mtu mwelevu aweze kumwelewa, aachane na siasa za upotoshaji. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia chama chake kinaandamwa na jinamizi la kula fedha za michango. Kwa hiyo anajaribu, jana nilichokiona, anajaribu kubadilisha ajenda ili watu wazungumze mambo mengine na wasahau kuhusiana na zahama yao ya kula fedha za michango ambayo wameiendesha mara kadhaa, ambayo imeonekana kuna ulaghai mwingi, lakini pia na namna ambavyo yeye anajinufaisha kisiasa na kiuchumi kupitia Tundu Lissu kukaa ndani. Yeye naona ana faida nyingi kwa Tundu Lissu kukaa ndani kuliko mtu mwingine. Ndio maana unaona bado kuna migongano ya ndani kwa ndani kati ya kina Lema
na kina Jacob na kina Joseph Sugu. Kwa hiyo nafikiri kama kweli ana nia ya kuwa kiongozi mzuri, mimi nashauri aachane na siasa za upotoshaji, awe mkweli. Ikiwa hiki ni kiza, azungumze kwamba hiki ni kiza, aachane na kupotosha mambo na kupindisha ukweli. Naam, unafikiri labda nini ambacho kipo nyuma ya pazia ambacho kinamfanya John Heche aseme kwamba hawataki, yani kama ikitokea Tundu Lissu wanatoka, hawataki Tundu Lissu atoe kwa masharti? Unafikiri nini ambacho kiko nyuma ya pazia kwa Mwana Majumui? In fact mahakama haijawahi kumuomba Bwana Tundu Antipas Lissu kwamba wanataka wampe masharti ili atoke, au serikali hawajawahi kukifanya kitu hiko. Lakini nafikiri ni mashauriano ambayo yalikuwa nje kati ya wanasiasa marafiki wa Tundu Lissu ambao walikutana na wenzao wa Chadema ambao walikuwa wamechoka makelele na hawaoni faida ya Tundu Lissu kukaa ndani, na wakawashauri kufanya plea bargaining. Wakawashauri tena nje ya mahakama, waliwashauri kwa nini mkisifanyike kitu hiki. Sasa una maongezi ya nje tena kwenye kijiwe kusema kwamba hayo ndio mambo ambayo serikali inayataka kupitia mahakama. Huo si ukweli. Ni kile ambacho ninakueleza kuhusiana na Bwana Heche anapojipambanua kwamba yeye ni mtu ambaye amedhamiria kufanya siasa za upotoshaji na ulaghai na uongo. Kwa hiyo ni wakati sasa wa Tanzania waelewe kwamba Bwana Heche ni mtu wa aina gani na nia yake ni nini. Wakishamfahamu basi nafikiri mambo mengine yanakuwa wanaweza wakayapuuza. Lakini kwa uchache tu au kwa faida ya wengi tuwaeleze plea bargaining ni nini. Ni makubaliano ya kukiri kosa la jinai ambayo yanafanyika baina ya mwendesha mashtaka na mtuhumiwa katika kesi ya jinai, na hilo jambo au mabadiliko hayo ya sheria ya makosa ya jinai, mapendekezo yake yaliletwa kupitia muswada namba 4 mwaka 2019. Hapo ndipo swala la plea bargaining tuliweza kwa mara ya kwanza katika nchi ya Tanzania kulisikia. Na makubaliano hayo maalum katika kesi ya jinai kati ya mwendesha mashtaka na mshtakiwa, ambapo mshtakiwa anakubali na kukiri kosa ili apate unafuu wa kesi, ama ikiwa si hivyo basi mshtakiwa anakubali kutoa ushirikiano wa kesi yake ili kuweza kurahisisha kupata taarifa kuhusiana na kesi yake. Kwa hiyo ukishakuwa unarahisisha upatikanaji wa taarifa au kukiri kosa, basi kuna matokeo chanya mengi, ikiwemo kufutiwa kesi kama nilivyosema mara kwanza, au kufutiwa baadhi ya kesi, au unaweza ukaambiwa kutokana na ushirikiano wako mzuri, basi tunaweza tukakwambia lipa fidia tu au rudisha vile vitu ambavyo ulichukua wakati unatenda kosa la jinai. Hiyo ndio faida yake. Unaweza ukawa baada hapo DPP anaweza akaiondoa kesi yako, akawa hana nia ya kuendelea na kesi yako kwa sababu ya sheria hii ya plea bargaining. Kwa hiyo hiko ndo kilichokuwepo, na huo ndo ushauri wa watu wa pembeni ambao wengine wa Chama cha Mapinduzi au wengine wanafanya kazi serikalini waliwashauri pembeni wenzao wa Chadema waweze kufanya ili kuweza kuondoa hizi kelele na jamaa aweze kuendelea na maisha yake ya uraiani, kwa sababu
ukiachilia mbali Tundu Lissu kuwa ni mwenyekiti wa Chadema, lakini tumeona kaka yake ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na pia ni mtu ambaye anafanya kazi serikalini. Kwa hiyo bado hata yeye yuko kwenye cycle ambayo anafungamana na, ikiwa si yeye basi ndugu zake, anafungamana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ana watu pia ndani ya serikali ambao wanaweza wakawa wanamuonea huruma. Kwa plea bargaining ni kitu ambacho kipo tangu mwaka 2019 na hiyo rumu wanaweza wakaitumia. Kwa hiyo Heche asizungumze kwamba mahakama au serikali imeleta ombi la kwamba ili atoke kuna masharti haya na haya yafanye ili tukuachie. Serikali na mahakama haijawahi kufanya hivyo, na huo ni upotoshaji wa hali ya juu ambao unatakiwa kukemewa. Mazungumzo ya kwenye baraza na undugu pembeni yasifanywe kwamba eti ndio ambayo yanazungumzwa na serikali au yanazungumzwa mahakamani. Naam, kwa siku ya jana hiyo Heche alinukuliwa akisema kwamba Dr. Samia anaogopa kushindana na Chadema hasa kwenye masuala haya ya uchaguzi kwenye kura. Unafikiri labda hii ukweli ukoje hapa? Ukweli uliokuwepo ni kama nilivyozungumza, namna ambavyo Heche anajipambanua na kutaka atambulike kupitia siasa za ulaghai na uongo na unafiki ambazo si siasa safi. Tumeona kupitia hayo maneno ambayo umeyasema kwamba anazungumza Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba anakataa au anaogopa kushindana na Chadema kwenye boksi za kura. Lakini tunaona wakati tukielekea kwenye uchaguzi ni Chadema ndio ambao wamegoma kusaini makubaliano ambayo yalitolewa na Tume Huru ya Uchaguzi ili katika zile sheria za uchaguzi ambazo zilienda uchaguzi ambao unaenda kutekelezwa 2025. Yeah. Kwa walipogoma kuzisaini zile, automatic huwezi kukipeleka chama chako kwenye uchaguzi kama ukusaini zile sheria. Kwa hiyo wao Chadema waligoma kusaini zile sheria, ndicho kilichowafanya wasishiriki kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa muktadha huo ni wao ambao ndio walikataa kushindana, si Daktari Samia. Kwa hiyo unaweza ukaona kile ninachokwambia kwamba ndugu yetu huyu amedhamiria kujisimika katika siasa za ulaghai na upotoshaji. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatakiwa ajitafakari upya na aendelee kuchakata yale aina ya siasa ambazo anazifanya kama zitampa tija. Naam, ni maneno yake hayo Asmani Mwesongo ambaye tuko naye ndani ya kipindi cha maswali magumu, akijaribu kutoa tafsiri pamoja na kuweza kuchambua kile ambacho kiliweza kutokea jana kwenye viwanja vya mahakama mara baada ya kusikilizwa kwa kesi inayomhusu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu hapo jana. Tumalizie na swali hili la mwisho. Kwa sasa tunaweza kuona kwamba hizi kesi zikiwa zinaendelea, hasa hizi kesi ambazo zinahusiana na masuala ya kisiasa, naona kwamba viwanja vya mahakama vinageuzwa na kuwa ulingo wa kisiasa, au viwanja vya mahakama vinageuzwa kuwa viwanja vya kisiasa. Watu au viongozi wa kisiasa wanakuwa wanazungumza masuala yao ya kisiasa, lakini si ya kimahakama. Unafikiri labda hii inatoa taswira gani hasa katika ulingo wa kisiasa kiujumla? Hii kitu ni mbaya sana kwa sababu inavunja hadhi ya mahakama. Ndio. Na kama tulivyozungumza au kama inavyojulikana kwamba mahakama ni chombo huru ambacho hakitakiwi kuingiliwa aidha kwa kugewa pressure au kwa kupata maelekezo
kutoka kwa mtu yoyote yule. Kwa hiyo chenyewe ni chombo huru ambacho kinatakiwa kujiendesha chenyewe. Kwa hiyo nashauri mahakama waweze kuweka utaratibu wa kuhakikisha mahakama inaheshimiwa ili heshima yake iendelee kubakia vile vile. Na katika kile kinachoendelea pale mahakamani, hasa katika tukio la jana, ni moja ya vitu ambavyo katika kesi zinaweza zikawepo au zikampata mtu ambaye amefanya tukio kama lile kisheria linaitwa kosa la kuidharau mahakama. Yeah. Kama mahakama itaamua kufuata sheria zake, aina ya makelele yanayopigwa mule, tuliona wale wafuatiliaji na mashabiki wa Chama cha Demokrasia wakileta shangwe katika uwanja katika viunga vya mahakama, lakini baadaye makamu mwenyekiti akaja kuzungumza nje ya mahakama maneno aliyozungumza, wakati yeye si wakili wala hausiki katika uendeshwaji wa kesi ile, lakini anatumia viwanja vile ili aweze kupata maslahi yake binafsi ya kisiasa. Kwa nafikiri mahakama sasa iangalie namna ya kuondoa hivyo vitu ili iweze kubakia na heshima yake ambayo sisi tumeikuta na tunatakiwa tuibakishe kwa vizazi vijavyo. Naam, kabla tujamalizia kipindi hiki cha maswali magumu, Athman Mwasongo, labda una neno gani hasa ambalo ungependa kuambia Watanzania kabla tujatamatisha kipindi hiki cha maswali magumu kwa siku ya leo? Rai yangu kwa Watanzania hasa leo, nataka niwape ushauri hasa hivi vyama vya siasa. Kunapokuwa na siasa za ukweli na uwazi, inarahisisha pia hata wale watu ambao wenye tafakuri jadidi kuweza kupima ukweli na uhalisia wa wanasiasa ili kuweza kufanya machaguo. Lakini mpaka leo tunapokuwa tunakosa option, tunakuwa kama bado tuko kwenye chama kimoja. Mfano, chama ambacho cha pili tunakiona kama mbadala, kinapokuwa kazi yake wao ni kuongea uongo na uzushi, inakuwa bado hakileti machaguo kwa watu ambao akili zao zina tafakuri za sawasawa, zina tafakari vizuri. Tumeona leo hii Marekani wana vyama viwili, Democratic na Republican, na tumeona watu wengi ambao huwa mara nyingi wanavutiwa na sera, wakiona sera za Republican za hovyo, basi wanahamia Democratic na hawaegemei kwenye chama. Lakini hata serikali pia kupitia vyama hivi vyote inaviamini, na mtu yoyote akitoka huku akishinda, anaonekana ni mtu ambaye anaweza akaisimamia serikali ya Marekani vizuri na nchi ikaenda. Lakini tunapokuwa katika nchi zetu hizi, tunapokuwa na wanasiasa ambao tukitazama chama hiki mbadala kinakuwa kazi yake ni kazi za uongo na uzushi, itakuwa tuna safari ndefu sana katika kuwa na siasa zenye ushindani wa nguvu zinazofanana kati ya chama ambacho kimeamua kweli kiisimamie serikali na chama ambacho kimeamua kuwa sisi kazi yetu ni kupotosha na uongo. Kwa hiyo nafikiri chama hiki cha Chadema na vyama vingine vya upinzani vijikite katika ukweli na kujiona kwamba wao kama ni watu wenye mamlaka kamili ya serikali. Kwa hiyo na wao wajikite katika siasa za ukweli na uwazi na kuvijenga vyama vyao katika muundo mzuri kuanzia taifa mpaka chini, na si ubabaishaji na ujanja, vitu ambavyo haviwezi kuliletea afya taifa letu. Tunapokuwa na machaguo tofauti alafu na yote yameshiba, tunaweza tukafika mbali kisiasa kuliko kuwa na vyama ambavyo
kimoja kazi yake ni kweli kuifanyia kazi serikali na wananchi wake, wakati kingine kazi yake kuleta bla bla. Sawa, nikushukuru sana Asmani Mwesongo kuweza kushiriki nasi ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu kwa siku ya leo. Asante sana, shukrani sana mtangazaji. Asante kwa kipindi kizuri. Asante sana. Naam, mtazamaji popote pale ulipo, asante sana kwa yeye ambaye ulikuwa unaselelea matangazo haya moja kwa moja kutokea Dar es Salaam, Tanzania, kipindi cha maswali magumu, na kwa siku leo tulikuwa na Athmani Mwesongo, mwana majumui. Tulikuwa naye hapa na tumeweza kuzungumza masuala mbalimbali, maswali magumu ambayo tumeweza kumuuliza, ameweza kujibu kama ambavyo inahitajika. Asante sana kwa yeye ambaye umeungana nasi, na kwa muda huu tunaweka kalamu chini kwa kipindi hiki cha leo cha maswali magumu. Mimi ambaye nilikuwa naendesha kipindi hiki ni mtangazaji wako Ayubu Luka. Asante na kwaheri kwa sasa.